الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ndugu zangu katika imani, nisiwachoshi sana nizungumze mazungumzo machache mafupi ambayo yanaweza yakawa yana faida ndani yake. Lakini kwa vile tumezungumzia ya hutuba sala la elimu, nizungumzie tu jambo linalohusiana na elimu pia, al-aqabatu fi tariqi talab al-ilm, vikwazo ambavyo vinasimama mbele ya mtu anayetafuta elimu. Yaani unataka usome lakini kuna vizingiti vinakuwa vinasimama mbele yako. Sasa kwa muda huu nizungumze baadhi ya hivyo vizingiti, laalla tunaweza tukavikwepa na tukafanikisha swala hilo la elimu. Lakini wakitaja ahli ilmu katika mlango huu, jambo la mwanzo kabisa ni fasadu an-nia, kwamba ili mtu asifike katika malengo ya elimu, asifanikiwe kuwa ni msomi, ni mwanafunzi, kitu pekee ambacho kinamsababisha kufika katika hatua hiyo ni swala la nia, fasadu an-nia, nia kuwa mbaya. Unajua sisi Waislamu tuna kitu tunaita nia au al-ikhlas, yani kwamba mtu anafanya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah. Sasa hili jambo unaweza kuliona kwamba ni jepesi, lakini ni kubwa. Imesema man amila lillah la yamal wa man amila li ghayri llah yamal, mwenye kufanya kwa ajili ya Allah hachoki, kwa sababu anafanya na anataraji malipo mbele ya nani? Ya Allah. Lakini mwenye kufanya kwa asiyekuwa Allah, yani maana yake nia yake ikawa hakufanya kwa ajili ya Allah, anachoka. Sasa kama nia yako imekuwa tayari na matatizo, vikao vya elimu vitakushinda. Kwa nini vikao vya elimu vitakushinda? Kwa sababu hukufanya kwa ajili ya Allah. Inawezekana unafanya kwa kuiga watu kwa sababu wanakaa darasani wanasoma, au unafanya kwa malengo mengine, lakini lengo lako halikuwa ni khasi lillahi jalla wa ala, kwamba hujamtakasia Allah moja kwa moja kwenye jambo lako. Kwa hiyo fasadu nia, kuharibika kwa nia, ni kikwazo kikubwa kinachosababisha watu kutofanikiwa kwenye swala la elimu. Na nyinyi mnafahamu kwamba nia ndio kila kitu. Innama al-a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ambayo hadithi wanahitaja ahli ilm kwamba ni nisfu al-ilm au an-nisfu ad-din, ni nusu ya elimu au ni nusu ya dini. Kwa nini ni nusu ya elimu au ni nusu ya dini? Kwa sababu wanasema kwamba hii hadithi kama alivyotaja Ibn Rajab rahimahullah ta'ala inapima matendo kwa undani wake, alafu inahitimishwa na hadithi nyingine ambayo inapima matendo kwa nje wake, yani lile ganda la nje linapimwa na hadithi nyingine, na kile kiini cha ndani kinapimwa na hadithi nyingine. Inama al-a'malu binniyati, inapimwa mambo kwa ndani. Kwa hiyo matendo yote yatapimwa hapa. Alafu man adatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, ni mizan al-a'mal fi dhahiri, inapima matendo kwa nje. Nia hiyo sahihi na tendo lilifanya hiyo limeasikiana na nani? Na yale alikuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hadithi hii inama al-a'malu binniyati wanasema inaingia kwenye mambo yote ya siku, kwamba hakuna tendo lolote lililofanywa basi na kuwa na nia. Ukiingia darasani nia kwamba unafanya kwa ajili ya nani? Ya Allah. Nuia kwamba anafanya kitendo hiki kwa ajili ya nani? Ya Allah, si kwa ajili ya mwalimu, si kwa ajili ya msukumo wa kijamii. Kama ni mwanamke, si kwa ajili ya msukumo wa mwanamume. Kama ni mtoto, si kwa msukumo wa baba. Mimi nafanya kwa ajili ya nani? Ya Allah. Lakini kama ni mwanamke anafanya kwa msukumo wa mume,
maana yake anatafuta mwanya. Mume akiwa hayupo hakuna nini? Hakuna darasa. Kwa sababu wakati anakuja haji kwa ajili ya Allah, anakuja kwa sababu anasukuma na mume. Kwa hiyo mume akiwa hayupo, ima kasafiri, hakuna darasa. Na akifa ndio jambo limeisha. Si jambo limeisha. Kwa nini jambo limeisha? Kwa sababu asili nia haikuwa kwa ajili ya nani? Ya Allah. Lakini mwenye kufanya kwa ajili ya Allah, maana kama ni mwanamke, mume akiwa yupo anaenda darasa. Akiwa hayupo anaenda darasa. Yupo hai anaenda darasa. Amefariki ama mmoja tena hivi. Kwa hiyo fasadu nia, kuharibika kwa nia ni jambo la hatari, na wengi tumeharibikiwa kwenye nia. Au mnasema tumeharibikiwa kwenye nia. Ndio maana vikao vyetu vinakuwa vigumu. Kwa mtu tunakwenda vigumu. Hasa maeneo haya ya vijijini, hali inakuwa na walimu wanahitaji pongezi za kina na kuomba dua Allah wasubirishe. Tunafahamu mazingira ni mazito, ni magumu. Yaani unataka umfundishe mtu yule hataki. Unafanya kila juhudi umkalishe darasani anapiga kona. Nia ikiharibika mambo yameaje? Kwa sababu nia ni kitu cha sana. Nia ikiharibika mambo yote yameharibika. Kwa hiyo nakuombeni kwa ajili ya Allah, hebu natusahihishe nia zetu kwenye mambo yote, lakini kwenye elimu tusahihishe zaidi. Na elimu na ladha bwana. Ukikaza na ukasahihisha nia na ile ladha ukaipata, huko tamani kwenda shamba wala utamani kwenda kazini. Elimu ina ladha. Hiyo ladha ukifika hatua hiyo ladha, maana yake usikii uone. Wewe unataka tu. Tena mwalimu ukiona na kuchelewesha, mbona mwalimu pia anachelewesha? Mwalimu anapiga hadithi 10 bwana. Hapiga tu 5, unaona tabu. Mbona anaipa 5 kidogo? Kwa sababu ile ladha ishaingia. Elimu ina ladha yake, na hiyo ladha ukipata mambo yanaenda. Kwa hiyo tusahihishe nia zetu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili tuweze kufanikiwa kwenye hili jambo. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anasema al-ilm la yadilu shay limasahati niyatu. Elimu haifananishwi katika ubora, haifananishwi katika malipo na kitu chochote kwa yule mwenye kutafuta elimu na nia yake ni sahihi. Elimu haifananishwi na kitu cha aina yoyote al-itlaq kwenye dunia. Wale wenye mabilioni ya pesa wabaki nazo, lakini hawafananishwi na nini? Hawafananishwi na nini? Na talibul ilm. Wale wenye kumiliki jeo kwenye dunia na wamiliki, lakini hawafananishwi na talibul ilm. Al-ilm la yadilu shay limasahati niyatu. Elimu haifananishwi katika ubora na malipo na kitu chochote kwa yule mwenye kutafuta elimu na nia yake sahihi. Isaishe nia yako, kwa sababu vikao vya elimu ni biashara moja kubwa baina ya baina Rabbika. Katika vikao vya biashara kubwa baina yako na Allah ni swala la elimu. Saisha nia. Akaulizwa Abu Abdullah, kaifa tasrihu niyatu? Vipi nia yake itakuwa ni sahihi? Anasema yatlubu ilm rafu al-jahl an nafsi wa ghairihi. Anatafuta elimu aondoshe ujinga kwenye nafsi yake na asaidie watu wengine. Nia yake anatafuta elimu rafu al-jahl an nafsi, kuondosha ujinga katika nafsi yake, wa an ghairihi, na watu wengine. Maana yake unasoma ufaidike wewe na ufaidishe jamii na kuzunguka. Ukiwa upo hivi, maana yake nia yako ni sahihi. Na kama nia yako ni sahihi, biashara yako ni kubwa. Abshir ya Abdullah, biashara yako ni kubwa. Lakini pia katika akabatu fi tariqi talab al-ilm wanataja at-taswif. At-taswif maana yake nitafanya at-taswif. Bwana vipi? Kwani darasani bwana? Nitakuja. Ndio maana taswif. Nitakuja. Wewe utahifadhi hii sura, kesho unahifadhi, utahifadhi. Ndio maana nini? Taswif. Wataswif kama qala al-ulama jundun min junud iblis. Taswif ni jeshi la ibilisi. Yale makamanda wa ibilisi, wale makamanda wa ibilisi
basi taswifu ni kamanda katika makamanda ya polisi. Yana maana ni kamanda anaweza kukamata mtu vizuri, na akimkamata anaweza asimtoke asiponyoke. Nita Mungu amekuelewa? Nitafanya, nitasoma. Nitasoma. Na hapo ndipo ambapo sisi tunaumia. Hasa wanaume, achilia wanawake. Wanaume wengi ndio wanatumia sana. Bwana vipi? Nitakuja mwalimu, sio wasiwasi. Nitakuja, mwaka unaisha. Atakuja, mwaka umeisha lakini atakuja. Mwaka mwingine unaisha, atakuja. Wewe usikashangaa kazi hii kuanzia iasisiwe na watu wanasoma, kuna mtu bado anahiji atakuja. Si kama tutakosa. Yuko anahiji atakuja. Lakini kuna watu wanaanzishwa kaida, wanasoma, wanamaliza, wanaingia kwenye vitabu wanasoma, wanamaliza vitabu vidogo hivi, wanamaliza. Yeye ahadi yake atafanyaje? Atakuja. Vipi ni hampo? Aisha ni hampo. Ni hamsemi tutakuja. Al-aqabat fi tariqi talab al-ilm. Ni vizingiti. Ni vikwazo ambavyo vinasimama katika njia ya kutafuta. Kwa hiyo usikubaliane nitafanya. Al-yawm yawmuka wa ghada li ghayri. Siku ni siku yako hii ya kesho sio ya kwako. Ya kwako ni hii ya leo. Fanya hii ya leo ambayo unayo wewe. Hiyo ghada ufahamu wewe kwamba utakuwa uko hai. Hiyo ghada ufahamu wewe kwamba utakuwa umekwisha kufa. Fanya hii leo. Kwa nini unasema utafanya? Kwani kuna anayefahamu yale yanayokuja baada? Sisi sote tunajua kwamba baada ya sisi kutoka hapa msikitini au baada tunaendelea hapa msikitini lolote linakuwa. Inawezekana mimi ninaongea ule muda umeisha. Watu watashangaa, kwani imekuwaje? Imekuwaje? Muda umeisha. Sasa kwa vile cha baadaye hatujui, usiruhusu kwa vile cha baadaye ukifahamu, usiruhusu bali fanya. Na katika hili niongezee kwenye mazungumzo kwenye hili kwamba kwa upande wa wanaume kinachotumiza sisi hatupangi ratiba kwenye mambo ya elimu, yani tunadandia. Kwa hiyo ili hii taswifi sikuumize kuwa na ratiba maalum. Na ikiwezekana iandike pale mlangoni kwako. Ukiingia tunajua ratiba yako inasoma. Usisubiri kukumbushwa. Nina ratiba kwenye wiki, ninaingia darasani siku 3, siku kadha muda fulani. Naandika pale ukutaka. Upate chenye kukumbusha. Ili umwepuke mwanajeshi wa taswifi. Kwa nini ukiona ratiba ni tofauti na ukiwa huna ratiba? Ukiona na ratiba alafu kazidiwa, kesho unajitahidi kwenda sawa na ratiba. Ukiwa huna ratiba, maana yake hatusemi umezidiwa. Unaweza ukao nyumbani kwako, unapiga simu na familia yako, unaweza kufanya kijio unapiga simu na familia yako. Kwa nini? Kwa sababu aslan huna nini? Huna ratiba ya darasa, huna ratiba ya kusoma. Sasa ili umshinde huyu mwanajeshi huwa na hiyo ratiba ya kusoma. Ibakie kuna mambo yameingilia kati ya kusababishia ukawa hujaenda, lakini jambo lipo. Najua as-salafu salih ridwanullahi alayhim ni watu kwenye swala la elimu, alhamdulillah juhudi yao ipo wazi. Na wamefanya mengi na wao hawafanyi kama tunafanya sisi. Sasa na tuweje wao katika mlango wa elimu tutafanikiwa. Jambo lingine katika mambo ambayo yanasimama katika njia ya talabu ilmu, wanasema kwamba katika mambo ambayo yanasababishia watu kutofanikiwa, japo hii inatajwa kwa wale ambao washaanza kupevuka kama na sisi hapo katikati hapo.
wanasema hubu ashuhura, kupenda umaarufu, kupenda umashuhuri. Yani talibul ilm amthali na mfano wetu atakapokuwa anapenda umashuhuri ataishia njiani. Yani hii hubu shuhura inamhusu mtu ameanza njia na maalumati yashaanza kuyajua na mambo yashaanza kuelewa, lakini napenda afahamike. Anataka kumwangusha mpaka mwalimu wake sasa. Unaona bwana, anataka kumwangusha mpaka mwalimu wake. Kwa hiyo hubu shuhura inamsababishia mtu kufupisha safari ya elimu na kumfanya awe amekinai na elimu aliyokuwa nayo. Yani alikuwa hawezi kupata mimba, mashaikh wa kufanya juhudi kawa anaweza kupata mimba. Unajua hiyo shamtosha, hiyo jamani, hiyo shamtosha. Nisome ni wapi anatosha. Watu wanajua kabisa kwamba fulani akisimama asadul mimba ni simba kwenye mimba, linamtosha hiyo. Lakini hubu shuhura matatizo yake makubwa, wanakuwa watu hao asili yao ni watu wa fitna, kwa sababu wanakuwa na mipango ya kudondosha wengine. Kwa hiyo hubu shuhura si madhara yake tu kwamba safari ya elimu imeisha, mtu anakuwa ni mtu wa fitna. Na vituo vingi vya kisalafi na ambao si vya kisalafi, watu hawa ni watu hatari sana. Waliyadhu billah, Allah atukinge na hilo jambo. Ni watu hatari sana. Ukiona fitna nyingi zinasababishwa na watu. Yani yeye anataka aonekane kila kitu yeye. Na huo muda ana mashaikh ndio wanamfundisha kwenye kituo. Ana mashaikh ndio wanamsomea kwenye kituo. Lakini kila kitu anaonekana ndiye. Na kama atafanya mwingine anaona kwamba kwa nini mwingine afanye mimi sijafanya? Kwa nini mwingine ikawa hivi mimi sijawa hivi? Matokeo yake fitna zitakuwa nyingi, vurugu zitakuwa nyingi. Kumbe yeye anachotaka ni awe juu, awe ni mashuhuri, watu wamuone ni mtu wa juu. Kwa hiyo hubu shuhura ni kizingiti katika vizingiti ambavyo vinasababisha kumkwamisha mtu kwenye safari ya elimu. Lakini anayekumbwa na janga hili ni yule ambaye tayari maalumati yashaingia. Si yule anayeanza ashaanza na anaonekana anaanza kukomaa, ila sasa upendo wa mashuhuri unamvuruga. Mwalimu yule alikuwa anamfundisha tena hataki kuhudhuria kwenye kikao, kwa sababu kuna wageni watakuja watamuona anasoma. Wakimwona anasoma watamuona kwamba kumbe bado ni mwanafunzi. Kumbe bado ni mwanafunzi. Naye hataki hilo jambo la kuonekana mwanafunzi liwepo. Yaani mtu mkubwa mheshimiwa. Kwa hiyo hubu shuhura ni hatari. Ni hatari, na hatari yake ni kubwa. Ayo lahiba. Na ahli ilmu katika kutaja akabatu fi tariqi talab alilm wanahitaji ikiwa inajitegemea, kwa maana kwamba inahusiana pia na nia. Sala fasadu nia, lakini wanahitaji ikiwa inajitegemea kwa sababu hatari yake ni kubwa. Ndugu zangu, tumetaja fasadu nia, tumetaja taswif, alafu pia tukataja swala la hubu shuhura. Hivi ni vitu vitatu ambavyo ni kuhusia sana. Hebu pambana navyo. Isaishe nia yako kwa ajili ya Allah kwa darasani, lakini pia ondosha swala la taswif kwa sababu itakusababishia usiweze kutekeleza majukumu yako ya elimu. Lakini hayo swala la hubu shuhura na vitu vingine. Hili ni jambo lingine ambalo mtalichukulia kama dakika 3-4 ni mifumo ya watu wa milima hii. Hii milima yote inaitwa milima ya Usambara. Ndivyo? Hii milima ya Usambara hayo walahiba, watu wake kwa asilimia kubwa wamevurugwa, wameathiriwa na mfumo wa takalidi abai wal ajdad, masala ya kuiga mababu. Yani anaweza mtu akawa ni mtu wa dini, alhamdulillah, anaweza akawa anajitahidi anasali na vitu kama hivyo, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo vina mafungamano ya mila na desturi hataki kuachana na hapo.
Kwa ndugu zangu, kwenye hili niusie sana ambao tupo, lakini pia na wale wengine, kwamba ili Uislamu wake uwe ni sahihi, lazima akubali kuepukana na kuachana na mabaki ya mababu. Kwa sababu Mtume SAW wakati anatumwa katika Jaziratul Arab amewakuta Waarabu na taratibu zao, lakini yeye alikuja na taratibu nyingine, akawataka wabadilike kutoka kwenye mfumo kwenda katika mfumo mwingine. Na ukisoma historia vita vya Mtume na Makuraish au Mtume na Waarabu vilitokea kwenye jambo la kuwataka wabadilike, yani waache yale waliokuwa nayo na wafuate mambo mengine yale yalikuwa nayo Mtume sasa. Na alikuwa akiwaambia kulu la ilaha illa Allah tuslimu, semeni la ilaha illa Allah mpate kufaulu. Lakini katika hadithi ndefu walitaja Imam al-Bukhari katika Sahih Bukhari kitabu al-Wahyi, hadithi ya Sufyan, hadithi ndefu ambayo anakutana na Yukira. Katika mambo ambayo aliulizwa kambia madha yamurukum, kitu gani ambacho anakuamrisheni? Sema yamuruna an na'budu Allah wahda wa la nushriku bihi shay'an wa natruku ma yaqulu abauna, kwamba alikuwa anatuamrisha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kwamba tusimshirikishe na kitu chochote, lakini anatuamrisha tuache yale yalikuwa nayo baba zetu. Ruku ma yaqulu abaukum, acheni yale wanayosema baba zenu. Acheni yale wanayosema baba zenu. Kwa nini muache yale wanayosema baba zenu? Kwa sababu hayo wanayosema hayapo sahihi. Hayo wanayosema hayapo sahihi. Kwa hivyo basi Mtume alikuwa anawaambia Waarabu, acheni wanayosema baba zenu. Kwa hiyo na sisi pia tunatakikana tuache yale wanayotenda na kusema baba zetu, na kwamba ukweli mababu waliishi kwenye kipindi huku wanafanya mambo ya dini na huku wanafanya mambo ya mila, lakini mkumbuke kipindi kile ni kipindi ambacho dini ni changa, dini haifahamiki. Lakini sasa alhamdulillah duatuna ala manhaj an-nubuwa ala manhaj salafi, watu wanafanya jitihada kuwalingania watu kuwafahamisha. Kama jitihada inafanywa, maana jambo liko wazi, na kama jambo liko wazi, kwa nini wewe unaendelea kung'ang'ania haya mambo? Kwa nini mpaka leo unatoa nguo? Watu wa milima Usambara, watu wote, uwe Mzigua maadamu uko milima Usambara, uwe ni Mpale maadamu uko milima Usambara, uwe ni Msambaa, wote siku watatu wanatoa nguo. Sivyo mwaje? Tunatoa. Na sisi tunatoa nguo. Sisi watu wa dini tunatoa nguo. Hii ni sheria ilikuwepo kabla ya sheria hii tulikuwa nayo, na sheria hii tulikuwa nayo imekuja kufuta sheria hii. Kama hii sheria imekuja kufuta sheria hii, mbona bado tunang'ang'ania? Tupo misikitini huku, wapazi wapo misikitini. Si wapazi wapo misikitini. Mashe, hili jambo la hatari. Na wallahi kama lingekuwa ni jambo lepesi, jambo la kwamba mtu anafanya mambo ya dini na mambo ya mila, Mtume asingekuwa na shida kutoka Maka kwenda Madina. Sikuwa na nini? Shida. Lakini alipewa tangazo watangazie la kumdini kumwalia dini. Alipewa tangazo. Alipewa tangazo. Na hilo tangazo likawa ni fasl bainahu wa baina al-arab, kawa ni kitu kilichokuja kutenganisha moja kwa moja, na hapo ndio Waarabu wakajua hakuna njia tena. Hakuna njia kwamba huyu kwa maelekezo haya hamwezi mkamleta, isipokuwa yeye atawatoa huko awalete huko. Na wao walikuwa hawataki jambo hilo, ndio maana waliazimia kufanya kumuua.
Waarabu hawakugombana na mtume kwenye mashamba bali kwamba wanagombea mipaka mashamba. Hawakugombana na mtume kwa sababu ya mali, kwamba wanazungumzia na mali. Hapana. Aliwataka wabadilike, waache yale waliokuwa nayo, ikisha wafuate yale yaliyokuja nayo. Hapo tu ndio tatizo lilitokea. Na Qur'ani ikawasisitiza Waislamu, ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaytan. Katika Bakara hiyo ni aya 200. Ya ayyuhal ladina amanu, enyi mlioamini Allah, dukhulu fi silmi kafa, ingieni katika Uislamu kwa ujumla wake. Wale wasomi wa usul tafsiri wanasema kwamba vitabu hizi nidaa zikija zinakuwa zinatofautiana. Kuna ya ayuhan nas, kisha kuna ya ayyuhal ladina amanu. Ya ayyuhal ladina amanu ni nidaa maalum inayohusu watu maalum, na ya ayuhan nas ni nidaa maalum inayohusu watu, ni nidaa inayohusu watu wote. Sasa hii aya ina darasa kubwa ambalo inatakana nilifahamu mimi na wewe. Si watu washaamini. Maana yake aya ingekuja ya ayuhan nas dukhulu fi silmi kafa, ingekuja hivi, enyi watu ingieni kwenye Uislamu kwa ujumla. Lakini aya inawazungumzisha walioingia, lakini kuna kitu umebakisha. Unaona? Yaani wewe washaingia na kitu kinayumba, hakijakaa sawa. Ikawaambia maadamu mmeingia, basi ingieni mzima mzima. Hivi vitu vingine mviache huko nje, msiingie navyo. Hii mizigo mingine ichueni kwanza, ndio safari iendelee. Unaona? Lakini matambiko unayo, na mambo chungu nzima unayo, bado jambo halijakaa vizuri. Ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa, ingieni kwenye Uislamu mzima mzima. Alafu ikasema wala tattabi'u khutuwati. Kwa nini? Kwa sababu kufuata njia za shetani zinakusababisha kukutoa katika usawa. Kwa hiyo usije sana kwamba kweli ni mambo yana athari kubwa na yashaingiza hofu katika nafsi za watu, lakini sisi watu wa tauhidi la nakhafu illa Allah, tumogope subhanahu Allah. Sasa kuogopa hizi nguo, uone kabisa kwamba tauhidi inaondoka. Tauhidi inaondoka. Nguo, kijana kamnunulia mzee wake nguo sokoni, akampelekea nyumbani, kamvalisha mzee wake, ikatokea amefariki, nguo anaziogopa zile nguo alizonunua mwenyewe. Nguo alizonunua mwenyewe anaziogopa. Tena kama kuna mmoja amechukua, anamuona ile swali ya mzee ile, hebu tuende haraka. Sasa haya mambo athari yake ni mbaya, kwa sababu yanahitaji mtu yuko huku asiwe huku. Na ndio maana hii dawa tunahitaji miza inayotenganisha. Ukiamua kumwamini Allah, huo upande wa Allah. Ukiwa hujaamua kumwamini Allah, huo upande wa watu ambao hawamwamini Allah. Lakini usichanganye. Mara nyingi mimi wakati nahusia kwenye hili nasema hivi, hii nchi ya Tanzania ni nchi huru na watu wake pia ni huru. Alafu inampa Mtanzania fursa ya kuabudu anachokitaka maadamu asivunje sheria za nchi. Unaona? Kwa hiyo wewe una uhuru wa kudhihirisha msimamo wako kwamba mimi msimamo wangu ni Muislamu, na wewe ambaye umeathiriwa na mila na usiku wa mababu pia una uhuru wa kudhihirisha msimamo wako. Sasa huu unafiki unatoka wapi? Unafiki unatoka wapi? Maana wewe unaswali swala unaswali za nini? Nuko ni mtambiko unatafuta nini? Au kuna mtu anasimamia na mtu wa bunduki? Hakuna. Anakuja msikitini na khiali yake, anaenda kwenye tambiko na khiali yake kwenye nchi.
Hata kama uhuru uko hivyo, unafiki wa nini? Mtu huyo yuko msikitini, mtu huyo ndio katibu kwenye mambo ya mila na desturi. Mashaka ni jambo halijakaa sawa. Ni jambo halijakaa sawa kwa sababu ana uhuru wa kuamua. Unajua watu wakiwa Maka kulikuwa hakuna unafiki. Unafiki ulipatikana Madina kwa sababu Uislamu umepata nguvu. Wanaweza kumwadabisha yeyote anaweza kinyume. Unaona? Hapo ndipo ukatengenezeka tabaka lini ya unafiki. Kwa nini? Kwa sababu ukifanya kinyume maana utaadhibiwa. Kwa hiyo kuna watu wakaamua kuficha ili asiadhibiwe. Lakini sisi zama ambazo tunaishi ni zama za Maka. Hii maana hatuna uwezo wa kumwadhibu mtu. Sasa kama hatuna uwezo wa kumwadhibu mtu, maana tuna uhuru wa kufanya ninachotaka. Kwa hiyo niwahusie ndugu zangu ambao tuko hapa lakini pia na wengine, tuondoshe unafiki, yani tudhihirishe mambo yetu. Lakini pia kama una msimamo wa kweli, dhihirisha msimamo wako, usifiche. Lakini salafi mtu wa maana hayuko msikitini, alafu kesho na kesho umepigwa nguo begani. Mambo gani hayo? Mambo gani hayo? Mambo hatari. Alafu mwingine ili afanikishe mambo yake anajificha kwanza. Yaani kuanzia siku ya kufiwa mpaka mambo yale yanaishi haonekani. Maana yake akiwa karibu watu watamzindua. Sasa kwa sababu anajua atazinduliwa, anajificha kwanza. Yakishaisha ndio namuona, bwana vipi hapa nimetonga lakini kashakuwa mpazi. Nimetonga lakini kashakuwa mpazi. Kwa ndugu zangu, niwahusie sana pamoja na kuhusia nafsi yangu. Kweli milima Usambara mambo ni magumu, lakini na sisi tusimame kama Waislamu ala minhaji nubuwa. Na kwamba tushikamane na dini na mila ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul sadaqallah fattabi millata Ibrahima hanifa. Sema Muhammad amesema kweli Allah, fuata mila Nabii Ibrahim ambao ni hanifu, iliyo mili katika tauhid na iliyokana na shirki. Ndugu zangu, msitoshe sana, lakini niwahusie sana kwa ya mwisho. Hii nukta mwisho hatari yake ni kubwa. Maana yake inakufanya uonyeshe Uislamu wako, lakini pia inakufanya uonyeshe kwamba wewe si Muislamu. Tuzungumze saraha kwa wazi na wala watu wasichana. Haruhusiwi Uislamu kuwa na dini mbili kwa muda. Unachagua kuwa katika dini na mila ya mababu au kuwa katika dini na mila ya Muhammad. Kwa hiyo tunachagua mwenyewe. Lakini utakapokuwa huku na huku, Uislamu asili unaondoka wewe. Uislamu unaondoka. Sisi tunakukatia ni Uislamu, lakini Uislamu tunakukatia wewe si. Kwa hiyo ishi hapo, niombe Allah subhanahu wa ta'ala akilee na kukuza kizazi chetu katika manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Niombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi ni wenye kusoma hivi na kufanya kazi. Niombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho uliokuwa mwema. Wallahu ta'ala ala wa alam.